بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. أما بعد، بإذن الله تعالى Allah ametukusanya katika wakati huu baada ya kusali salata adh-dhuhri walillahi alhamd, ikiwa tunaendelea na darasa zetu, na siku hii ya leo tulionayo ni dhuhur يوم الثلاثاء. hii ni ya dhuhuri ya siku ya Jumanne, 28 ya mwezi 28 min Ramadhan al-Mubarak, katika Ramadhani hii iliyobarikiwa ya mwaka 1447 Hijria. Darasa zetu ni muendelezo wa kitabu Ithafu Ahli al-Iman bidurusi shahr Ramadhan, na leo insha Allah taala tutaanzia katika darasa 29. قال المصنف حفظه الله تعالى: الدرس 29 دراسة 29 في بيان أحكام صدقة الفطر، katika kubainisha hukumu mbalimbali za sadaqa ya fitri, na huitwa pia zakatul fitri, zaka ya fitri. Yote hayo ni majina yake yaliyosihi: sadaqatul fitri wa zakatul fitri. قال حفظه الله تعالى: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Sheikh anasema hapa sifa njema ni stahiki ya Allah ambaye kwa neema zake yanatimia mambo mema. والصلاة والسلام على نبينا محمد أول سابق إلى الخيرات. نصالا نسلام زشوك juu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye ndio wa mwanzo kwenye kutangulia katika khairi. Awwali sabiqin ila alkhairat, wa kwanza mwenye kutangulia katika khairat. Wa ala alihi, na hizo sala na salamu zishuke juu ya watu wa nyumbani kwake mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ashabi, na juu ya masahaba zake. Wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, na wale wote walioshikamana na sunna zake mpaka siku ya malipo, siku ya kiyama. Amma ba'd, baada ya hayo Sheikh anasema: i'lamu, fahamuni waislamu, anna sadaqata al-fitri, kwa hakika sadaka ya fitri, qad ja'alaha Allah khitama as-siyam, kwa hakika ameijalia sadaka hiyo Allah ndiyo hitimisho la funga. Mfungaji anahitimisha funga yake kwa kutoa zaka ya fitri. Wa nahmadullah ala at-tawfiq litamam, na tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala juu ya tawfiki ya kutimiza mwezi wa Ramadhan. Wa nas'aluhu al-qabul, na tunamuomba yeye Allah kukubalika hizo saumu zetu na ibada zetu. Wa yaj'alana min al-utaqa'i min an-nar fi al-khitam, na Allah tujalie sisi ni miongoni mwa wale wenye kuachwa huru kutokana na moto wa jahannam katika mwisho wa Ramadhani. Allahumma amin ya rabb. Sheikh anaendelea akisema: ayuhal muslimun, enyi waislamu, laqad shar'a Allahu lakum fi khitami hadha ash-shahr al-'azim, wa hakika ameweka sheria Allah kuwekea nyinyi katika muishilio wa huu mwezi uliokuwa mkubwa. Ibadati, ameziweka kwenu nyinyi mwishoni mwa mwezi huu wa Ramadhani ibada mbalimbali. Tazidukum min Allahi qurba,
zinakuzidishieni ibada hizo nyinyi kutokea kwa Allah ukaribu. Ni ibada ambazo zina kheri, zinawakurubisheni nyinyi kwa Allah. Fashara'a lakum sadaqata alfitri, Allah akaweka sheria kwenu nyinyi ya sadaqa ya fitri, akaiweka sheria sadaka ya fitri turatan lisaimin, kwa ajili ya kuwatakasa wenye kufunga. Zaka ya fitri kama tulivyoeleza mara kadhaa, miongoni mwa hikma zake ni kututakasa sisi wafungaji na madhaifu mbalimbali yaliyojitokeza wakati wa funga zetu. Kwa hivyo fashara'a lakum sadaqata alfitri, akaifanya sheria juu yenu sadaka ya fitri turatan lisaimin, kwa ajili ya kuwatakasa wenye kufunga, minal laghwi wal ithmi, kutokamana na upumbavu, upuuzi na madhambi. Faradhaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ameifaradhisha hiyo sadaka ya fitri mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala as-saghir, ameifaradhisha juu ya mtoto mdogo, wal kabiri, na juu ya mtu mzima, wadhakari wal untha, na juu ya mwanamume na mwanamke, wal hurri wal abd, na juu ya mtu muungwana, mtu huru, wal abd, na mtumwa pia. Wote hawa wamefaradhishiwa kuitoa sadaqa ya fitri. Sheikh anasema wa hiya zakatun lilbadani, nayo hii ni zaka ya kiwiliwili, ay lishakhs, ni zaka ya mtu. Wa tu'matan lilmasakin, kwa maana ukitoa umeitolea nafsi yako, ndio maana inaitwa zakatun lilbadani ay linnafs, nayo hiyo ni zaka ya nafsi. Wa tu'matan lilmasakin, wa tu'matun lilmasakin, lakini vile vile ni chakula kwa ajili ya maskini. Wa muwasatun lilfuqara, na hiyo zaka ya fitri ni kiliwazo kwa ajili ya mafakiri, ndugu zetu Waislamu wasio na kitu. Sasa kuliko wabakie na huzuni katika siku ya sikukuu kama ya Eid, tukawekewa sisi kuwapa hii zaka ya fitri ili na wao na familia zao wapate kufurahikia Eid. Yukhrijuha almuslimu an nafsihi, anaitoa zaka hiyo muislamu kuitolea nafsi yake kwanza, utaitolea nafsi yako wewe mwenyewe. Wa amman talzamuhu mu'natuhu, na kumtolea yule ambaye kuna mlazimu yeye kumhudumia kwake, wale ambao huduma zao ziko juu yetu, wale tunaowalea tutawatolea pia. Wa amman, na atamtolea yule ambaye talzamuhu mu'natuhu, kuna mlazimu yeye huduma zake. Kina nani hawa ambao wanatulazimu kuwahudumia? Anatoa mfano, min zawjatin, wakiwemo wake au mke, wa auladi, na watoto. Tutawatolea wote hawa kwa kuwa gharama zao za maisha na nafaka ziko juu yetu, kwa tutawatolea wake zetu na watoto wetu. Min zawjatin, wakiwemo wake, wa auladi, na watoto, wasairi man talzamuhu nafaqatuhum, na wote wale ambao kuna mlazimu yeye kuwahudumia wao, kwa maana wale wote waliokuwa chini yako familia. Sasa wataingia ndugu ambao unawalea, watumishi wako, vijakazi ambao wako nyumbani kwako, wote hawa wataingia kutolewa zaka ya fitri. Qala hafidhahu Allah ta'ala, wa yustahabu ikhrajuha 'anil hamli, na kumependezeshwa kuitoa hiyo zaka ya fitri kuitolea mimba. Naam, qad fa'ala dhalika jama'atu min as-sahaba, kundi katika masahaba wamelifanya jambo hili la kuzitolea mimba, akiwemo Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hivyo ni mustahabu
wanawachuoni wanasema sio faradhi kuitolea mimba, ni jambo lenye kupendeza, ni sunna ani salaf. Kwa hivyo mimba inaweza ikatolewa zakatul fitri. Wa mahallu ikhrajiha albaladu alladhi yuwafihi tamamu ash-shahri wa huwa fihi. Wa mahallu ikhrajiha, na mahala pa kuitoa kwake hiyo zaka unaitolea wapi? Sheikh anasema albaladu alladhi, ni mji ambao yuwafihi tamamu shahri, umemkuta yeye huyo mtu utimilifu wa mwezi, wa huwa fihi, na hali ya kuwa yeye yuko ndani ya mji huo, ni pale ulipokutwa na mwisho wa Ramadhani, basi hapo ulipo ndiko ambako utatoa fitri. Ni mamoja Ramadhani ikiwa mwishoni imekukuta katika mji wako unaoishi utatoa, au Ramadhani imekukuta ikiwa mwishoni katika mji mwingine, hata kama si wako unaoishi utatoa katika mji huo. Mahala inapotolewa zaka ya fitri, anasema albaladu alladhi, ni mji ambao yuwafihi yudriku, ni mji ambao unamkuta yeye huyu mtu tamamu shahr, utimilifu wa mwezi, unamkuta yeye utimilifu wa mwezi, wa huwa fihi, na hali ya kuwa yeye huyu mtu yuko katika mji huo. Basi hapo ambapo mwisho wa mwezi wa Ramadhani umemkuta, atatoa zaka ya fitri. Kisha anasema wa in kana man yalzamuhu an yukhrij anhum fi baladin akhar ghairi baladihi alladhi huwa fihi. Wa in kana man yalzamu, hata kama akiwa yule ambaye anamlazimu yeye an yukhrij anhum, wa in kana man yalzamu, hata kama wakiwa wale ambao wanamlazimu yeye an yukhrij anhum, kuwatolea wao, hata kama wakiwa wale walio chini yake ambao wanamlazimu yeye kuwatolea zakatul fitri, hata kama wakiwa watu hao fi baladin akhar, wakiwa katika mji mwingine, ghairi baladihi alladhi huwa fihi, usiokuwa mji wake ambao yeye yuko ndani yake, utatoa huko. Anachokusudia shekhe hapa, zaka ya fitri inatolewa kwenye ule mji ambao Ramadhani ikiwa mwishoni imekukuta katika mji huo, yani kipindi cha zaka ya fitri kimekukuta katika mji huo. Hata kama kuna wengine ambao unawatolea zaka ya fitri watakuwa hawapo katika huo mji ulioko wewe. Inawezekana zaka ya fitri mara nyingine wakati wake ukaja na wewe uko nje ya nyumba yako, hauko pale kwako, basi huko uliko utatoa, na utawatolea wale wote ambao kunawajibika kuwatolea. Utamtolea mke wako, utawatolea watoto wako, kama unaishi na ndugu zako na watumishi wako utawatolea huko, kwa sababu zaka ya fitri yatolewa pale mtu alipodirikiwa na mwisho wa Ramadhani. Kwa hivyo wewe mwenyewe utatoa na utawatolea watu wako, hata kama hawapo katika huo mji ulioko wewe, maadamu wewe ndiyo mtoaji, basi utatoa pale ulipo. Maneno ya kifikihi haya. Tayib, wa in kana man yalzamuhu, hata kama wakiwa wale ambao wanamlazimu yeye an yukhrija anhum, kuwatolea wao, hata kama wakiwa watu hawa fi baladin akhar, wakiwa katika mji mwingine, ghairi baladihi alladhi huwa fihi, usiokuwa mji wake ambao yeye yumo ndani yake. Sheikh anasema akhraja fitratahum, ataitoa fitri yao, maa fitratihi, pamoja na fitri yake, fi dhalika albalad, katika huo mji aliyopo atatoa. Wayajuzu an ya'mudahum, ay an yaqsudahum, ya'muda, wayajuzu an ya'mudahum, na inajuzu kuwakusudia wao, kwa maana kuwapa jukumu wao, liyukhriju anhu wa anhum, kwa ajili watoe kwa ajili yake yeye na kwa ajili yao, fi baladihim, katika mji wao. Inafaa pia
ukawaambia mimi niko mbali huko, lakini haya sasa kuna akiba iko sehemu fulani, chukueni katoeni zaka ya fitri huko huko, mimi huko niliko pengine hata sijui maskini wa kumpa. Kwa hivyo inawezekana ukawaelekeza ukawakusudia wale watu wako waitoe zaka ya fitri, ukutolea wewe mwenyewe na kujitolea wao katika mji wao. Wayajuzu an ya'mudahum ay an yaqsudahum, na inajuzu kuwakusudia wao na kuwapa maelekezo, liyukhriju anhu, kwa ajili wamtolee yeye, wa anhum, na wajitolee wao wenyewe, fi baladihi, katika mji wao, itafaa. Kwa hivyo ima utawatolea huko uliko, itafaa, au kuwaelekeze watu wako wakutolee wewe na wajitolee wao pale katika mji wao. Wa waktu ikhrajiha, na wakati wa kuitoa kwake hiyo fitri, yabda'u bighurubi shams, unaanza huo wakati kwa kuzama jua, lailatul Eid, katika ule usiku wa Eid. Wakati wa kutoa unaanza hapo, na huu ni wakati wa kawaida. Unaanzia kuanzia kuzama kwa jua katika usiku wa Eid. Kutoka hapo wote huo ni wakati wa kutoa. Shaka nasema wayastamiru ila salati al-Eid, na utaendelea huo wakati mpaka kuja kuswaliwa swala ya Eid. Lakini pia kuna wakati wa jawaz, wayajuzu ta'jiluha, na kuna juzu kuiwahisha hiyo zaka ya fitri, kuitoa mapema kabla al-Eid. Inajuzu kuiwahisha hiyo zaka ya fitri kabla ya Eid, biyaumin au yaumain, kwa siku moja kabla ya Eid au siku mbili kabla ya Eid. Kwa maana hata kuanzia leo mtu anaweza akawahi kutoa fitri, kwa sababu hizi ni siku mbili kabla ya Eid au siku moja kabla ya Eid. Nafaa. Sheikh anasema wa ta'khiru ikhrajiha ila sabah al-Eid qabla salat al-Eid afdalu. Wa ta'khiru ikhrajiha, na kuchelewa kuitoa hiyo zaka ya fitri, ila sabah al-Eid, mpaka asubuhi ya Eid, yani ukaichelewesha mpaka ukaja ukaitoa asubuhi ya siku ya Eid, kabla salati al-Eid, tena kabla ya kuswaliwa sala ya Eid, afdal. Hilo ni bora zaidi, kuitoa zaka ya fitri kwenye muda huu asubuhi ya Eid, kabla ya watu kuswali Eid. Huo ni wakati bora kabisa wenye fadhila. Wa in akhara ikhrajaha an salati al-Eid, na haya ni madhehebu ya baadhi al-Hanabila wal-Hanafiyya. Ni madhehebu haya yanayataja hapa ya baadhi ya mahanabila na ahnaf. Na ndio faida ya kusoma fikihi kwa kuchanganya madhehebu mbalimbali, unakuwa unapata wai, unapata maarifa na upeo mpana wa mambo ya kifikihi. Hao wanaona kwamba zaka ya fitri hata baada ya swala ya Eid inaweza ikatolewa na ikaitwa zaka ya fitri, bali wanaona kuna qadha. Usipotoa pia katika siku nzima ya Eid mpaka jua likazama tena, unawajibika kuja kuilipa siku yoyote, na itaitwa zaka ya fitri. Madhehebu tulioizoea kwamba ukitoa baada ya Eid, baada ya sala ya Eid, ni sadaqatun minas sadaqat. Naam, na ndio madhehebu yenye dalili zenye nguvu, kwa sababu hadithi ni sarih. Lakini kuna hili pia, usije ukachachawa. Ukisikia mtu anasema atoeni ni fitri hiyo, si ndio? Ujue hilo lipo katika fikihi hilo. Ukiwa unafuatilia mambo hivi, unakuwa ukurupuki kwenye kushambulia watu wala kushangaa. Lakini ukiwa unajua jambo moja tu, sumu hiyo. Kwa hivyo ta'khiru ikhrajiha ila sabah al-Eid qabla salat al-Eid afdalu. Ile shapita hilo. Wa in akhara ikhrajaha, na ikiwa atachelewesha kuitoa hiyo zaka ya fitri an salat al-Eid, kuhusiana na sala ya Eid, akachelewa kuitoa mpaka
ikasaliwa Eid, ndio maana an salati Eid, an salati Eid, akachelewa kuitoa na muda wa swala ya Eid min ghairi udhrin, basi na udhuru wowote, amechelewa mpaka watu wameswali Eid hajatoa, ndio maana an salati Eid, kwa maana amechelewa kuitoa kutokana na swala ya Eid, kwa maana ishaswaliwa bila ya udhuru. Mashaka wanasema akhrajaha fi baqiyati al-yawm, pamoja na hivyo ataitoa hiyo zaka ya fitri katika iliyobakia katika hiyo siku ya Eid. Si amechelewa kutoa kabla ya Eid, maana sala ikaswaliwa, basi ana ruhusa ya kutoa zakatul fitri katika siku iliyobaki, kwa maana hata baada ya swala ya Eid siku nzima mpaka lile jua lizame katika siku ile ana ruhusa kutoa. Fa in lam yukhrijha, kwa kuwa alikuwa hana udhuru, na ikiwa hataitoa hata katika hiyo siku nzima ya Eid, fa in lam yukhrijha, na ikiwa hataitoa hiyo zaka ya fitri fi yawm al-Eid, katika siku ya Eid pia ikapita sasa, hakutoa kabla ya swala, hakutoa baada ya swala, hakutoa katika siku nzima ya Eid, kwa maana mpaka sasa jua likazama Eid ikaisha. Fa in lam yukhrijha, na ikiwa hakuitoa hiyo zaka ya fitri fi yawm al-Eid, katika siku ya Eid, lazimahu ikhrajuha ba'dahu qadaa, kuna mlazimu yeye, lazimahu, kuna mlazimu yeye huyo mtu ikhrajuha, kuitoa hiyo zaka ya fitri ba'dahu, baada ya siku hiyo ya Eid, qadaa, kwa kulipa. Utaitoa hata baada ya siku ya Eid. Kwa hiyo zakatul fitri kwa madhehebu haya pia inalipwa maadamu wewe uliacha kutoa pasi na udhuru. Kama wale wenye udhuru, wale wanasamehewa, hawawezi kutoa. Sasa shaka anafafanua zaidi kama hujaelewa. Fatabayana bidhalik, na ikabainika kwa hilo lilotangulia, annahu la budda min ikhraji sadaqatil fitri fi haqqi almustati', kwamba hakuna budi kutokamana na kuitoa zaka ya fitri kwenye haki ya yule mwenye uwezo. Wa anna waqta al-ikhraji, na kwamba hakika wakati wa kuitoa hiyo zaka yanqasim, unagawanyika huo wakati ila wakati jawazi, unagawanyika huo wakati katika wakati wa kujuzu, kuna wakati wa kujuzu, wa huwa ma qabla al-Eid, na wakati huo ni kabla ya Eid, biyaumin au yaumain, kwa siku moja au kwa siku mbili. Mfano mtu akaamua kutoa zaka ya fitri kuanzia leo, inajuzu, mwezi 28 leo inajuzu. Kwa hivyo wakati wa kuitoa zaka ya fitri unagawanyika, kuna wakati wa kujuzu ni huu, siku moja au mbili kabla ya siku ya Eid. Wa wakati fadilati, na wakati wa ubora, wakati bora wa kutoa fitri, wa huwa ma baina ghurubi shams, na wakati wa bora ni baina ya kuzama jua katika ule usiku wa Eid. Linapozama jua tu kama tukaingia katika usiku wa Eid. Wa huwa ma baina ghurubi shams, na wakati huo ni baina ya kuzama kwa jua lailatul Eid, katika usiku wa Eid, ila salatul Eid, mpaka wakati wa kuswali Eid. Hichi kipindi ni kipindi bora cha kutoa zakatul fitri. Alafu wa wakati ijza'in, na wakati wa kulijuzisha jambo, wakati wa kufatu. Wa huwa ma ba'da salatul Eid ila akhir al-yawm, na wakati huo ni baina ya sala ya Eid. Wa huwa ma ba'da salatul Eid, na ndo madhehebu mapya mliyosikia. Wa huwa ma ba'da salatul Eid, na wakati huo ni kutokea baada ya sala ya Eid ila akhir al-yawm, mpaka mwisho wa siku ya Eid, mpaka jua lizame. Sasa huu ni wakati wa kujuzu. Ijza itakufalia wewe ukitoa hiyo zaka ya fitri wakati huo, pia dhima yako itaondoka baada ya swala ya Eid mpaka imalizike siku nzima ya Eid, yani mpaka jua lizame. Ni wakati wa kuondosha dhima, wakati ijza, naelewa. Kwa hiyo kuna wakati wa jawazi, siku mbili au moja kabla ya Eid,
kuna wakati wa fadhila kuanzia usiku wa Eid mpaka kabla ya kuswaliwa swala ya nini ya Eid, na kuna wakati wa ijza wa kuondosha dhima. Huu unaanzia wapi? Baada ya swala ya Eid mpaka mwisho wa siku ya Eid, wakati wa mwisho wa wakati qada'in ma'al ithm, na kuna wakati wa kulipa kuitoa hiyo zakatul fitri pamoja na madhambi utapata. Wa huwa ma ba'da يوم العيد, na wakati huo ni baada ya siku ya Eid. Mtu aliyevusha sasa, Eid imeshapita, watu wameanza kufunga sita, yeye bado hajatoa zaka ya fitri, basi atatoa kama qada'an kwa madhehebu haya, wa alayhi alithmu, na atakuwa na madhambi kwa kuwa hakuwa na udhuru. Tumeelewana faida hii. Walmustahiqu li zakati alfitri, na mwenye kustahiki zaka ya fitri, nani mwenye kupewa zaka hii? Hili ni jambo muhimu sana. Imekuwa zaka za fitri zinagawanywa kinyemela, na pana watu wanahodhi haki ambazo si zao. Kuwa wewe ni mwalimu wa madrasa au shekhi wa msikiti au imamu wa msikiti, au kuwa ni mwanakamati, katibu wa shura, mwenyekiti, mweka hazina, mjumbe wa shura, hivi vyeo hivi havijahalalisha kuzichukua zaka za fitri, kwa sababu inawezekana kabisa ukawa ni imamu, ukawa ni mwalimu, ukawa ni mwanakamati, ukawa ni kiongozi wa msikiti, lakini hiyo sio maskini wala sio fukara, bali wewe ulivyo unatakiwa utoe hiyo zaka ya fitri kuwapa wengine, kwa sababu chakula cha siku ya Eid kuanzia usiku wake mpaka siku nzima ya Eid unacho na una ziada. Tena huna chakula kimoja, ukiwaalika watu kwako una draft, utapata biriani iko pale, kuna pilau, kuna ndizi, kuna kaja, alafu bado wewe unazikinga zaka za fitri msikitini, watu wa kamati wanagawana. Yako mambo haya kijinga kabisa. Watu wana uwezo wao, zile gunia 5 zile ni za jamaa wa kamati, zile kamati ya msikiti. Nyinyi ni watu wa zaka ya fitri. Ndio kuna kuna midude inaleta ugomvi misikitini huko, haing'oki kwa ajili ya mambo hayo. Mijinga haijasoma, kuadhini hawezi, lakini mkiongozi wa msikiti kwa ajili ya machimbo haya. Sasa wasikilizeni wenye kupewa zakatul fitri. Wengi wetu hapa hatumu, ni watu wa kutoa. Walmustahiqu li zakatil fitri, na yule mwenye kustahiki zaka ya fitri, huwa almustahiqu li zakatil mal, ni yule mwenye kustahiki zaka ya mali, kama ni sehemu ya wale wenye kustahiki zaka ya mali. Min alfuqara wal masakin, katika mafakiri na maskini, wa nahwihim, na wengineo wasiokuwa wao, wale watu wenye shida ndio wanatakiwa wapewe zaka ya fitri. Fayadfa'uha ila almustahiqi fi waqti al-ikhraji, basi na aitoe hiyo zaka ya fitri kumpa mwenye kustahiki fi waqti al-ikhraji, katika ule wakati wa kutoa. Hakikisha kwamba imemfikia mwenye kustahiki, itoe kumpa yeye mwenyewe, au ila wakilihi, au kumpa muwakilishi wake, kumpa mwenye kumwakilisha. Labda yeye mwenyewe hukumkuta, basi ukampa mtu ambaye atamfikishia, au amekuelekeza, bwana mimi nimetoka hapo, mpe jirani yangu, nitaikuta hapo kwake, yule ni wakili wake. Yafaa zingatia. Wala yakfi an yudi'aha inda shakhsin, na wala haitotosheleza kuiweka hiyo zaka ya fitri, an yudi'aha ay an yatrukaha, na wala haitotosheleza an yudi'aha, kuiweka hiyo zaka ya fitri, kuiwacha hiyo zaka ya fitri inda shakhsin, kwa mtu ambaye laisa wakila lilmustahiq, sio mwakilishi wa mwenye kustahiki. Kwa maana ukaitupa tu pale, bwana mimi nina zaka yangu ya fitri hiyo hapa, wewe mwenyewe utaangalia, wewe umeiacha hapa, mimi nimpe nani? Mimi sijawakilishwa na mtu yeyote kumpokelea hii zaka ya fitri.
Kuna mtu anaona kuliko nibaki nao huu mchele wangu, kidagaa kinaniozea, yuko nao asubuhi anaangalia, atakurupuka tu. Kakae fitri utaangalia. Wewe umezembea ibada. Lazima umkabidhi fitri mwenyewe maskini au mwakilishi ambaye anawakilisha baina yako na maskini. Ataichukua, ataifikisha, na bila shaka hilo linakwenda kwa makubaliano. Hakuna wakili kwa kunishtukiza. Sijakwambia mimi kwamba ninapokea zaka za fitri niwape maskini. Sasa pana watu wanaacha michele hovyo tu, hawachungi hilo jambo, au wanawapa watu wasiostahiki. Kuna mtu kafungua buti ya gari hivi, anachukua michele. Haya, fitri kwenye miswala kuna vituko, kafungua buti yake na watu wanamjazia michele. Huyu astahiki? Au hata kama astahiki anampelekea nani? Nani anamwakilisha? Tunazembea mambo haya. Wala yakfi an yudi'aha, na wala haitotosheleza kuiacha hiyo zaka ya fitri inda shakhsin, kwa mtu laisa wakila lilmustahiq, asiyekuwa mwakilishi wa mwenye kustahiki. Tuwe makini, lazima uhakikishe zaka ya fitri inakwenda kwa mstahiki mwenyewe au kwa mwakilishi wake, mtu ambaye atabeba zile zaka za fitri na kuzifikisha kwa wahusika. Wa miqdaru sadaqatil fitr, na kiwango cha sadaka ya fitri, Sheikh anasema saa min alburri, ni pishi moja litokanalo na ngano, au shairi, ni aina ya ngano hiyo, au shairi, au tamr, au ni pishi litokanalo na tende, au zabib, au al-aqd, au maziwa ya unga. Hivi wenyewe vilikuwa ndio vyakula vyao huko, vyakula pendwa, sawa Na ndio maana sheria ya Kiislamu imefanya kiasi. Watu wengine wataangalia qutul balad, sio chakula cha mji. Maana huku kwetu ukampelekea mtu kiroba cha zabibu kwamba ni fitri, atakuangalia mara mbili kweli. Zabibu tena, unaona Alafu bora hata unyamaze, umwambie fitri. Watu wanasubiria mtele bwana, aone mchele, naam, viroba vya ngano, atapika chapati zake, maandazi, sawa. Lakini sheria imetupa wasaa sisi. Hivi ni vyakula vyao, lakini kuna vyakula vyetu pia. Mshakasema au ma yakumu maqama hadhihi al-ashya, au kile ambacho kinasimama mahala pa vitu hivi, mimma yuqtatu fil baladi, katika vile vinavyofanywa kande katika mji, vinavyofanywa milo mikuu katika miji, kal urz wa dhura, kama vile mchele wa dhura na mahindi, wadakhan, na zile njugu mawe nazijua wa kulli ma yuqtatu, na kila ambacho kinafanywa kande fil baladi, katika mji, kitafaa. Na kweli kuna baadhi ya miji hata mchele pia hauna nafasi, si ndio? Kienda huko Usukumani huko kwa wajomba zangu wa Nyamwezi, huu mchele ni chakula cha watoto. Watoto wanatengenezewa mchele wale, wazee wenyewe ni dongo. Kwa hivyo kule kupeleka viroba vya unga, tena dona ile zuri, ndio mahala pake, sababu hawali wali chakula cha watoto, si ndio? Iko mikoa hiyo au hakuna? Wewe unalala wewe mzee, mkoa huu hamna? Wa miqdaru saa' bil kilo, shaka nasema, na kiwango cha pishi kwa kilogramu 3 kilowat takriban, ni kilo 3 kwa takriban. Na hii ni kauli ya baadhi ya wanawazuoni. Wengi wanaona ni kilo 2.5, wengine wanaona ni kilo 2 peke yake. Zote ni kauli maakhudhi hizo. Haya, shaka anasema
wala yujzi'u, kuna masala mengine hapa muhimu nayo, wala yujzi'u daf'u alqima badala at'am, na wala hakutoshelezi kutoa kiwango cha pesa badala ya chakula. Wala yujzi'u daf'u alqimati badala at'am, na wala haitoshelezi kukitoa kiwango, kwa maana kutoa fedha, kiwango cha pesa, thamani, badala at'ami, badali ya chakula. Haitofaa mahala pa zaka ya fitri, badala ya kutoa chakula ukatoa pesa, haifai. Liannahu khilafu mansus, kwa sababu hilo ni tofauti na kilicholetwa katika dalili. Liannahu ay daf'u alqima, kwa sababu huko kutoa kiwango cha pesa khilafu almansus ni tofauti na kilichotajwa na nas, sawa wanukudu, na hizi pesa kanat mawjudatan, zilikuwa zipo pesa, zilikuwepo bwana, dinari na dirham walikuwa nazo wakati wa Mtume. Kanat mawjudatan, zilikuwa zipo ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falau kanat tujzi'u, lau zingelikuwa hizo pesa zinatosheleza, la bayyana li ummatihi dhalika, basi angelibainisha Mtume alayhi salam kwa umma wake jambo hilo, kwamba ikiwa hujapata chakula basi toa thamani. Kwa hiyo haifai kutoa thamani, bali haifai hata kumpa yule maskini mustahik, haifai kumpa pesa ukamwambia kanunue mchele, pia haifai, sawa haifai kumpa pesa moja kwa moja kumwambia kwamba ndio fitri hiyo, nimepiga calculator kilo 2.5 750, chukua hii zaka ya fitri. Maana mwingine anasema mimi mchele nao bwana, mushkili kitoweo, tatizo mkaa, si ndio? Kuna watu wao bwana, michele ishakuwa mingi bwana, wanasema baadhi ya maskini hapa, mchawi nyama ataka mpunga. Labda ukimpa ziada sasa, tatawwu, umempa mchele afu kampa na mkono wa kheri, siku njema bwana, sawa. Kwa hiyo haifai kumpa pesa kama fitri, au kumpa pesa kwa maelekezo kanunue fitri, kwa sababu ikiwa huyo ndio maskini, unaelewa fiqh ikiwa huyo anampa ndio yule mustahiki, ama ikiwa ni wakili ambaye atachukua ima huo mchele au hiyo pesa akanunue alafu ampe maskini, hiyo itafaa, wakili anafaa. Lakini usimpe mustahiki ila mchele, ila chakula. Umefahamiana fiki hiyo? Waman afta bi ikhraj alqima, shaka nasema, na yule aliyetoa fatwa kwa kutoa kiwango, kutoa pesa, katika wanawazuoni, afta bi ijtihadi minhu, ametoa fatawa kwa jitihadi kutokea kwake. Walijtihadu yukhti wa yusibu, na ijtihadi inakosea na inapatia. Wa ikhraju alqima khilafu sunna, na kutoa kiwango cha pesa ni tofauti na ni kinyume na sunna. Walam yunqal ani nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wala halijanukuliwa hilo kutokea kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wala an ahad min as-sahaba, wala kutokea kwa yoyote katika masahaba, ikhraju alqima fi zakati alfitr. Hapajanukuliwa kutokea kwa Mtume alayhi salam wala yoyote kutokea kwa yoyote katika masahaba, hapajanukuliwa kukutoa kiwango, ikhraju alqima fi zakati alfitr. Hapajanukuliwa kwa wote hao kukitoa kiwango fi zakati alfitr, katika zaka ya fitri. Qala Ahmad ibn Hanbal, amesema Ahmad, la yu'ti alqima, hatoi mtu kiwango cha pesa badali ya chakula. Alimamu Ahmad amelikataa hilo. Qila lahu, pakasema kuambiwa yeye, qaumun yaqulun, watu fulani wanasema, wa Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah,
kana ya'khudhu bil qima. Watu wanamwambia Imam Ahmad kwamba Khalifa Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah yeye anachukua kiwango cha pesa badala ya chakula. Qal yad'una qawla Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Ahmad anaweka msingi wa sunna, asema wanaiacha kauli ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wayaqulun, na wanasema qala fulan, kasema fulan. Waqad qala Umar, na kwa hakika amesema Umar, huyo Umar ibn al-Aziz. Sheikh anawathibitishia faradha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zakat al-fitri sa'an, amefaradhisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam zaka ya fitri pishi. Umar ana kauli aliyoinukuu kwa Mtume, na sisi hatuwezi kufuata kauli nyingine. Intaha kalamu rahimahullah. Al-Fawzani anamalizia hapa akisema ayuha almuslimun, enyi waislamu, wa mimma shara'ahu Allahu lakum fi khitami hadha ash-shahr, na miongoni mwa ambalo amelifanya sheria jambo hilo Allah kwenu nyinyi, fi khitami hadha ash-shahr, katika mwishilio huu mwezi, mwisho wa Ramadhani, at-takbiru, ni kupiga takbira, min ghurubi shams, kutokea kuzama kwa jua, lailatul eid, katika usiku wa Eid, ila salatul Eid, mpaka kuja kusali Eid. Kuna sunna ya kuleta takbirat. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, na kwa ajili muikamilishe hesabu ya Ramadhani, walitukabbiru Allah ala ma hadakum, na mumkabbiri Allah juu ya kile ambacho amekuongozeni nyinyi katika ibada ya siyam wa qiyam, wa la'allakum tashkurun, na huenda nyinyi mkashukuru ili mpate kushukuru. Kwa hivyo kuna takbiratul Eid, ni katika mambo yaliyowekwa na sheria. Likizama jua katika usiku wa Eid, anza kuleta takbira, ukiwa mwenyewe, ukiwa na wenzako, wa hakadha usiku mzima ziendelee mpaka asubuhi ya Eid. Mkitokea nyumbani, mkiwa barabarani, mkifika katika musalla wa Eid, mkiwa mmeketi, mmesimama, takbirat, sheria hii. Wa mimma shara'ahu Allahu lakum, na miongoni mwa ambalo amelifanya sheria jambo hilo Allah kwenu nyinyi, fi khitami hadha ash-shahri, katika mwishilio wa mwezi huu, salatul Eid. ومما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر صلاة العيد، نصال عيد، أي شرع لكم صلاة العيد، وهي من تمام ذكر الله عز وجل، ناهي صلاة عيد نميونغوني موتمليف وذكر الله عز وجل، نميونغوني موكمليف وكمتاج الله. Tumeambiwa tumtaje Allah katika siku ya Eid kwa wingi. Sasa utimamu na utimilifu wa kumtaja Allah siku ya Eid ni kuiswali swala ya Eid. Pana watu hujitia bize, wakazunguka huku na kule kuandaa mapishi, si kuandaa mahema, kufanya hivi, wasiswali Eid. Pana watu wanawaacha mpaka wanawake nyumbani wakikaanga visheti, hawasali Eid. Dhikri ya Allah katika siku ya Eid inatimia kwa kusali Eid. Qala Allah ta'ala, qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla, suratul A'la. Na wanawazuoni wana tafsiri mbili hapa. Qad aflaha man tazakka, hakika amefaulu yule ambaye ameitakasa nafsi yake, ay tahara nafsahu min ash-shirki wal akhlaq ar-radhila wadh-dhunub, kaitakasa nafsi yake kutokana na shirki na kutokana na tabia mbaya mbaya, na ameitakasa nafsi yake na madhambi. Hiyo ni tafsiri ya kwanza.
qad aflaha man tazakka, wa hakika amefaulu yule aliyetakasa nafsi yake. Tafsiri nyingine na wachuoni, qad aflaha man tazakka, wa hakika amefaulu yule aliyetoa zaka ya fitri. Man akhraja zakat al-fitr, tazakka ay akhraja zakat al-fitri. Wa dhakara isma rabbih fasalla, na akalitaja jina la Mola wake mlezi, na hizo takbirat. Fasalla, na akasali ay salat al-eid, na akasali sala ya Eid. Sawa tafsiri sahihi kabisa ali salaf. Qala ba'd as-salaf, wamesema baadhi ya wema, al-muradu wa qawli yake qad aflaha man tazakka, al-muradu zakatul fitri, muradi wa aya hizi ni zaka ya fitri wa salatul eid, na sala ya Eid. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Qala shaykh الدرس 30 دراسة 30 فيما يجب على المسلم بعد شهر رمضان. tutaigusa darasa hii kidogo. Darasa ya 30 ni katika yale ambayo yanawajibika juu ya Muislamu baada ya shahr Ramadhan, baada ya mwezi wa Ramadhan. Haya, mwezi wa Ramadhani unaondoka huu, kuna mambo gani yanawajibika juu yetu baada ya kuondoka mwezi huu wa Ramadhani? Miongoni mwa darasa za muhimu kwetu sisi ambao tumediriki Ramadhan na tukafunga mwezi wa Ramadhan na watu wakafanya ibada mbalimbali katika Ramadhan, tutakiwa tujue sasa tunao wajibu gani wa kufanya baada ya kuondoka Ramadhan. Watu wengi wanakosea hapa Sheikh anasema alhamdulillah muqaddir almaqdur, sifa njema nistahiki Allah mwenye kuyakadiria yaliyopangwa, musrif alayami washuhuri, mwenye kuyapeleka masiku na miezi, ahmaduhu ala jazili ni'amihi. Sheikh anasema namhimidi yeye Allah juu ya nyingi katika neema zake, wa huwa al-ghafuru ash-shakur, naye ni mwingi wa msamaha, mwingi wa shukrani. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, na nashuhudia kwamba hapana muabudiwa isipokuwa Allah, hapana muabudiwa haki isipokuwa Allah, hali ya kuwa peke yake, hana mshirika yeye. Lahul mulku wa lahul hamd, ni wake yeye ufalme na ni zake yeye sifa njema. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye juu ya kila kitu ni muweza. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na ninakiri kwamba hakika Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ni mja wake na ni mtume wake. Albashiru nadhir, mwenye kubashiri khairi na mwenye kuonya. Wasirajul munir, na ni taa yenye kuangaza. Sallallahu alayhi, sala na salamu zishuke juu yake. Wa ala alihi, na juu ya watu wa nyumbani kwake, wa ashabihi, wa sallama tasliman kathiran ila yawmil ba'thi wan nushur, mpaka siku ya kufufuliwa na kukusanywa kwa Allah. Amma ba'd, shaka naeleza hapo, nasema ayuhan nas, enyi watu, ittaqullaha ta'ala, muogopeni Allah ta'ala. Acha kulala watafakkaru fi sur'ati mururi al-ayami wal layali, nafikirieni katika uendaji wa haraka, fikirieni katika uharaka wa kupita michana na nyusiku, namna zinavyokwenda kasi. Watadhakkaru bidhalika qurba intiqalikum min hadhihi dunya, na kumbukeni kwa hilo la kukimbia masiku, kumbukeni kukurubia kuondoka kwenu min hadhihi dunya, kutoka hapa katika hii dunia. Haya masiku yanapoondoka, na sisi pia tunapata kukumbuka kwamba kumbe mauti yetu yapo karibu, umri unakatika. Fatazawadu bi salih al-a'mal, na mkachukua masurufu na mkachukua akiba ya matendo mema. Sheikh anasema halla bikum shahru ramadhan al-mubarak, umeingia kwenu nyinyi mwezi wa Ramadhani uliobarikiwa, bi khairatihi wa barakatihi, umeingia
kwa khairi zake na baraka zake. Waishtum jamia awqatihi, na mmeishi nyinyi nyakati zote za Ramadhani, mmepata fursa ya kuwemo katika Ramadhani. Thumma intaha, kisha ikamalizika Ramadhani. Wartahala sari'an, na ikaondoka Ramadhani hali ya kuwa ni yenye kwenda upesi, hali ya kuwa ni yenye kwenda mbio. Shahidan inda rabbi, hali ya kuwa ni yenye kushuhudia mbele ya Mola wake. Liman arafa qadrahu, kushuhudia mbele ya Mola wake kwa yule ambaye alijua thamani yake hiyo Ramadhani. Wastafada min khairihi, na akastafidi kutokamana na khairi zake bitaa, inakwenda kumshuhudia kwa taa. Wa shahidan, na hali ya kuwa ni yenye kushuhudia hiyo Ramadhani ala man tajahala fadlahu, yule ambaye alijifanya hazijui fadhila zake. Wa asaa fihi, na akafanya ubaya ndani yake. Bilidhaa, inakwenda kumshuhudia kwa kupoteza. Kila mmoja atashuhudiliwa na Ramadhani kwa vile alivyoishi nayo. Sallallahu alaihi wasallam. Falyuhasib kullu minna nafsahu, basi na aihesabu kila mmoja miongoni mwetu nafsi yake. Madha qaddama fi hadha ash-shahr, kitu gani amekitanguliza kwa Mola wake katika mwezi huu. Faman qaddama fihi khaira, na yule ambaye ametanguliza ndani yake khairi, alitanguliza ndani ya Ramadhani khairi. Falyahmadillah azza wa jalla, falyahmadillah ala dhalik, basi amhimidi Allah juu ya hilo. Waliyasaluhu alqabula, na muombe Mola wake kukubaliwa. Walistimrara, na muombe kujaliwa kuendelea. Ala taa, kuendelea juu ya taa. Fi mustakbali hayatihi, katika mustakabali wa maisha yake. Aliyafikiwa basi aendelee kumwomba Allah amkubalie ibada zake na ampe thabati ya kuendelea. Na wale wazembe, waman kana mufritan fihi, na yule ambaye aliyekuwa ni mwenye kuzembea katika Ramadhani, faliyatub ila Allah, basi na atubie kwa Allah. Waliyabda hayatan jadidatan, na ayaanze maisha mapya. Yastaghilluha bitaa, ayatumie maisha hayo mapya kwa taa. Badala alhayati allati, badala ya maisha ambayo adhaaha fil ghafla wal isaa, aliyapoteza maisha hayo katika kughafilika na kwenye kufanya ubaya. Badilika maadamu uko hai, tubia kwa Allah, fungua ukurasa mpya wa maisha, fanya tauba, fanya khairi, kufidia zile siku nyingi ambazo umezipoteza kwenye ghafla na makosa. La'alla Allah yukaffiru anhu ma madha, huenda Allah akamsamehe yeye kile ambacho kimepita. Wa yuwaffiquhu fima baqi min umrihi, na akamuwafikisha yeye katika kile kilichobakia katika umri wake. Wallahu dhul fadli alazim, wallahi rudi kwa Allah, huenda Allah atakusamehe yote yaliyotangulia, ukasamehewa kwa sababu ya ukweli wako na tauba, na Allah zaidi ya hapo akakuwafikisha kwenye khairi chungu nzima kwenye umri uliobakisha. Hii ni thamara ya tauba. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Hud anasema, akimwambia mtume wake, aqimis salata tarafay an-nahari, simamisha swala katika pande mbili za mchana. Ay fi awwalihi wa akhirihi, simamisha swala mwanzoni mwa huo mchana na mwisho wa mchana. Na hizi ni zile swala tatu zilizoko mwanzo wa mchana na mwisho wa mchana: alfajru wadhuhru walasru. Aqimis salata tarafay an-nahari, simamisha swala katika pande mbili za mchana, upande wa kwanza wa mchana na wa mwisho. Wasulafan min al-layl, na sehemu katika usiku pia simamisha swala katika sehemu ya usiku. Na wanasema ulama, ay juz'an min al-layl,
ويدخل فيه المغرب والعشاء na hapo sasa inaingia swala ya magharibi na swala ya isha lakini pia swala zingine za sunna kalwitri watahajjud ila ghairi dhalika wa zulafan min al-layl na sehemu ya kupotezwa katika usiku pia simamisha swala kisha Allah anasema innal hasanati yudhhibna as-sayyi'ati hakika mambo mema hakika mema yanayaondosha mabaya dhalika dhikra lidhakirin na huo ni ukumbusho kwa wenye kukumbuka وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم نمتوم صلى الله عليه واله وسلم amesema waatbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha nafuatisha baya kwa zuri tamhuha zuri litafuta baya ikiwa ulifanya mabaya sasa fanya mazuri haya mazuri haya yanafuta mabaya ikiwa mtu ulimtendea ubaya akachukia basi endelea kumtendea wema moyo wake utasuhuzika na pengine chuki kaondoka si ndio waatbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha وقال تعالى na amesema Allah Ta'ala akiwazungumzia wale waliotubia baada ya kuwa walidhihirisha madhambi yao illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima isipokuwa yule ambaye ametubia wa amana wa amila amalan salihan na akamwamini Allah na akafanya matendo mema Allah anasema faulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat basi hao anayabadilisha Allah makosa yao kuwa mema wa kana Allahu ghafurar rahima na amekuwa Allah ni mwingi wa msamaha ni mwingi wa huruma maneno mazuri yataendelea hapo shekhe akituzungumzisha na kutunasihi jambo la wajibu la kufanya kwa muislamu baada ya kuondoka Ramadhani inshallah kipande hicho tutaendelea nacho katika darasa ya kesho inshallah taala ilahuna هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين وجزاكم الله خيرا